kuachia hapo na mkae mkiwa chonjo, kama si hivyo mtakuwa na shida watu wangu. Asante sana. Asante sana. Katibu mkuu. Francis Atwoli, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, wao vile wako ndani ya serikali na wameshiba na wako sawa, wako na power, then wanadhani watu wote Western wako sawa. Yani Wetangula na Mudavadi na Atwoli wakiwa sawa, ati watu Western wako sawa. But siku ya leo Francis Atwoli, waombolezaji wameweza kumkataza na kumwambia, mkifikiri nyinyi kule Nairobi mkiwa kwa serikali, mkifikiri nyinyi mko sawa, ati sisi hapa hivi chini tuko sawa, hiyo ni uongo. So Atwoli akiwa Kakamega kwa mazishi, aliweza kuhudhuria mazishi fulani kule Kakamega. Alipokuwa kwa hiyo mazishi, akaweza kuambia watu wa kule Western kwa hiyo mazishi, akawaambia mtu mmoja akifukuzwa kwa chama, sio watu wote wamefukuzwa kwa hicho chama. Hiyo kumaanisha alikuwa anataka Edwin Sifuna moja kwa moja. Kuwa Edwin Sifuna vile alifanywa madila kule kwa ODM, sio Waluhya wote walifanywa hivyo. But watu waliweza kumkataza na kuweza kumzomea vikali, waliweza kumfukuza kwa mazishi, mpaka akaweza kukatiza hotuba yake na wakaweza kumfukuza kule kama burukenge na kuanza kumchekelea. Hebu tuwatch hii video. Sasa nyinyi mjue mambo ya kugawanywa na maneno, mtoke huko. Ona wajinga wanasema kwa social media, Waluhya ni watu wa kugawanyika, Waluhya ni watu wa kutafuta chakula hapa na pale. Sisi tunatafutanga chakula kwa nani na tuna mvua? Mkataze hiyo watu sana. We are united and we have leaders. Mnasikia? Tuko na viongozi. Kiongozi mmoja akienda kwa chama kingine huko akipata shida, hiyo sio shida ya Waluhya wote. We are in the government. Sisi tuko katika hii serikali ya William Ruto. We are in this government. We are there. We are represented. Na kutoka Ngorongoro mpaka kufika kwa mwisho Busia mwisho. Kutoka Mount Elgon mpaka Siaya kwa mpaka yetu na Siaya. Sisi sote kura yetu tampa William Samoei Ruto. Hiyo kura. We don't have another candidate. Baada ya Raila kuondoka, mnasikia? Baada ya Raila kuondoka, we have no any other leader. Sifuna kiongozi Orero Mkamba. Eshiama no kuachira jino wachira alira mwa bana be. Chonya no kuchako Mkamba no nyola imani hadi ramwa achira no ilia hodi ramwata. Shoti sana. Sifuna. Kitu mimi nataka kuachia. Amekaa huko. Ubaya. Wamnyoro na mkora makubwa. Nataka kuachia hapo. Wajili niliwaambia nitaondoka. Mimi najua sana. Haya. Nataka kuachia hapo. Na mkae mkiwa chonjo. Kama si hivyo mtakuwa na shida watu wangu. Asante sana. Asante sana. Katibu mkuu. Thank you very much. Haya. Hiyo ndio maneno na mazungumzo na mawaidha ya katibu mkuu wa chama chetu cha KOTU Kenya na Afrika. Ningependa tufuate yafuatayo. Tafadhali kwaya Emahoda, ningependa msimame. Tunataka kukaribisha wasichana wa marehemu. Nakumbuka watu wenu wakwe hawajaonekana. Unakuja hapa unatambulisha, alafu unaendelea kwa muda mfupi. Kwa Emahoda, endeleeni mkiita watoto wa marehemu wasichana. Karibuni.
mama. Unajaribu. Sawa. So jinsi mmevyo watch hiyo video, Atwoli akaweza kusema wao wako ndani ya serikali, kumaanisha Atwoli na Weta na Mudavadi wakiwa ndani ya serikali, basi watu wote Western wako ndani ya serikali. But watu walimkatasha wakamwambia hiyo hapana. Atwoli akaweza kuenda zaidi na kuambia watu wa huko, wakati alikuwa na attack Edwin Sifuna, akawaambia mtu mmoja akifukuzwa kwa chama ama akikosea ndani ya chama, si watu wote wamekosea. But watu bado walimkatasha kumwambia hiyo haiwezekani. Akaweza kuenda zaidi na kuambia watu wa Western 2027 hakuna mtu mwingine, kiongozi mwingine mwenye watu wa Western watapigia kura. Bila shaka watapigia Rais William Ruto. Hapo sasa ndio ni kama alikasirisha watu. Sasa ndio zile chat za Edwin Sifuna zikaendelea. Kila hii kona hii ni Edwin Sifuna, hii kona nyingine Edwin Sifuna, mpaka Francis Atwoli akachanganyikiwa. Kwa sababu anatuambia hapa Musalia Mudavadi ana represent watu wa Western. Yet kuna ile 30% waliweka na Rais William Ruto. Mpaka saa hizi Mudavadi afuatilie. Kwa sababu akijaribu kufungua mdomo yake watamfuta kazi. Unakumbuka Rigathi Gachagua wakati alianza mambo ya share yetu ilikuwa hii nini? Si unaona alifukuzwa. So Mudavadi na Weta wanahofia wakianza kufufua ile story ya 30% wanaweza fukuzwa. So wamefunga midomo na tayari wameshiba. Viwanda nyingi kule Western za sukari zinafungwa na kuuzwa. Na mambo mingi ikiwemo mambo ya gold kule Kakamega. Hiyo yote Musalia Mudavadi amenyamazia. Alafu ndio hapa Atwoli anakuja anasema ama wamewakilishwa kwa serikali. So watu waliweza kumkataza kumwambia hapa ni Edwin Sifuna. Hatuwezi kubali usimame hapa na kuweza kumwattack Edwin Sifuna. Huyo Edwin Sifuna ndio kiongozi tunajua. Na kuweza kusema jina la Edwin Sifuna. But Francis Atwoli aliweza kuchanganyikiwa zaidi. Na akaweza kuenda zaidi na kuonya watu wa Western na kuwaambia wakicheza Rigathi Gachagua atawafanya maneno. Sasa unakaa hivi unajiuliza Rigathi Gachagua ametokea wapi kwa mambo ya Edwin Sifuna? Yeye anajaribu kuattack Edwin Sifuna na watu waombolezaji wanamwambia wewe mwenye unamuattack ndio tunataka. Atwoli anawaambia tutapigia Rais William Ruto kura 2027. Huko watu wanamwambia sisi tutapigia kura Edwin Sifuna. Unaona? So Rigathi Gachagua anaingilia wapi hapa? Ndio mpaka anawaonya, anawaambia nyinyi mkizidi mkicheza nyinyi watu Western, Rigathi Gachagua atawafanya maneno. Atawafanya maneno gani? Tulikuwa kwa issue ya Edwin Sifuna, hatakuwa kwa mambo ya Wamunyoro. Unaona vile Atwoli amechanganyikiwa. So Atwoli anataka kudrive narrative kuwa sponsor wa Edwin Sifuna ni Rigathi Gachagua. So alikosa cha kusema, akaamua kufix jina ya Wamunyoro pale. Kwa sababu watu wamemkatasha waziwazi, wamemwaibisha kama mzee wa Western kule. Watu walimwaibisha. Na kutokana na hiyo aibu na madhila yenye alipitia kwa hiyo mazishi, akaamua kufix jina ya Wamunyoro pale. Ndio watu washikwe na uoga wasema, kumbe sponsor wa Edwin Sifuna ni Wamunyoro. Hayo ndio mambo yaliendelea kule. Ikabidi vile mmeona kwa hiyo video, kwa hiyo video Atwoli ikabidi akakatiza speech yake na kuweza kuondoka. Kizingizio kuwa kuna mahali anaenda, lakini sio kuna penye alikuwa anaenda, ni kwa sababu watu wamemzomea. Hata mpaka watu wakamwambia wewe enda, imetosha, wewe enda kabisa, enda. Sisi tunajua Sifuna, wewe enda. Wakamwambia mkubwa, tunajua ni mkubwa, lakini mambo ya William Ruto hapa, mambo hapa ya siasa za ODM, kiongozi mmoja tunajua ni Edwin Sifuna. Sisi ndio Sifuna. Wewe kama umekuja hapa kuuza injili ya broad base, injili ya Rais William Ruto, hapana. Na hiyo ndio imeenda zaidi mpaka Kimbi akikuwa kule Siaya, kwa sababu mpaka Siaya mambo si mzuri kule. Kimbi akikuwa Siaya alijaribu kuambia watu tunataka power, sijui vijana nini, lakini response ya watu pale
Kimbikimbi hakuamini kwa macho yake yenye anaona, kwa sababu anajaribu kutoa ile msisimuko. Bado watu wamemwangalia tu hivi, watu walikuwa wameishiwa power, watu walikuwa boring, mpaka Kimbikimbi akashangaa hapa ni wapi. Sasa kumaanisha Kimbikimbi mwili ilikuwa kwa mkutano ya Linda ground ya Oburu Odinga na timu yake, but mawazo ya Kimbikimbi na kila kitu ilikuwa Kakamega kule kwa Edwin Sifuna, mpaka mwenyewe ikabidi Kimbikimbi akaishiwa na power pia yeye. Hakuweza kumaliza speech yake, akasema nimechoka, akatoka kwa podium akaenda. Hebu tuoje. Vijana power, vijana ria. Kwa jina naitwa Kimbikimbi, nasema kidogo. Haya Kimbikimbi. Baba alikuwa anasema vijana forward. Forward march. Nasema hivi. Leo tumeamua kama ni mbaya ni mbaya. Nyumba yetu isimame vizuri. Haoli. Haya dakika. So ukijaribu kuangalia mambo kama hayo, Kimbikimbi alishiwa na maneno, alishiwa na power kwa mkutano ya Oburu. Akaombwa aendelee na speech, maneno imepotea. Kwa sababu gani? Watu kwa ground imechafuka. Sijui ni timu gani ya Oburu Odinga wanalinda ground yenye tayari imeshachafuka. So Rais William Ruto na Oburu Odinga wako na kibarua kigumu sana kuconvince watu waweze kupigia tena Rais William Ruto kwa 2027, kwa sababu tayari watu wamechoka. Ukijaribu kuangalia hizi mambo yenye wanapitia, mambo yenye Oburu, mambo yenye Gladys Wanga alipitia last time, ukijaribu kwenda zaidi mambo yenye yule nani, mambo yenye yule MCA Matakwei wa Korogocho alipitia. Ukiangalia mambo kama haya yote ni ishara tosha wananchi wamechoka. Na ni muda mwafaka, wanataka siasa za mwamko mpya. Ndipo sasa unaona hata Edwin Sifuna alishangaa sana. Ukijaribu kuangalia kwa ukurasa wake wa Facebook, aliweza kuchapisha haya maneno jinsi mnavyoona kwa screen hapo. Akaweza kusema yeye alikuwa akuje kwa apitie Kisumu International Airport, kisha baada hapo akuje Kakamega. But goons waliweza kutumwa kwa airport, wakaweza kujaa pale. Na imagine goons wanatumwa kwa International Airport. Hiyo ni jambo la kushangaza sana na kugadhabisha na kuaibisha nchi ya Kenya. After hapo wakati hiyo goons walitumwa pale, walikuwa wanataka kujeruhi Edwin Sifuna na kikundi chake. So Edwin Sifuna akaweza kupata intelligence na akaweza kukwepa hiyo mtego. Edwin Sifuna ilibidi akaweza kutafuta ndege ingine, another means ya kufly direct mpaka Kakamega. So tayari akawa amekwepa hiyo mitego, ama amekwepa au magunzi wenye walikuwa wametumwa waweze kumjeruhi. So ukijaribu kuangalia mambo kama nchi yenye inaongozwa na magunzi na serikali iko, security iko, inaongozwa na violence, then inakuwa si vizuri. Ndipo sasa unaona mambo kama haya hata ukiyaona hivi na Atuli akuja simama hapa sema tutapigia kura Rais William Ruto 2027, then inabidi Wakenya wanacheka, wanamcheka hivyo, wanashangaa sasa huyu anasema ni wakati yeye ameshiba tumbo kubwa hivi, anafikiri kila mtu ameshiba. Yeye mambo yenye anapata na services zenye anapata kwa government anafikiri mwananchi wote anapata. So hiyo inakuwa haifurahishi kabisa. Sijui unaweza sema ni kama kuna mambo tofauti, please tupatane pale kwa comment section, itakuwa ni vizuri. Kwa sasa bye bye, tukutane kwa the next video, na ukumbuke kuweza kusubscribe na kulike hii video.